Kampuni ya usambazaji umeme nchini KPLC imesema kuwa ukosefu wa nguvu za umeme unaoshuhudiwa mara kwa mara humu nchini unasababishwa na hitilafu ya transformer. Mwanahabari wetu Auma Evans na maelezo zaidi. Kulingana na kampuni ya kusambaza umeme nchini KPLC, kero ya ukosefu wa nguvu za umeme unaoshuhudiwa mara kwa mara nchini unasababishwa na transformer mbovu. Kulingana na mbunge wa eneo bunge la Ruiru Simon King'ara, zaidi ya transformer 10,000 zenye hitilafu zimeachwa kwenye kituo cha KPLC kwa zaidi ya miaka 10 na hivyo kuchangia pakubwa katika ukosefu wa umeme nchini. Kumekuwa na changamoto ya transformers hapa nchini. Kuna watu wengi wanalia hakuna transformer imeharibika, transformer imekawia, transformer imeenda kutengenezwa haikuji, na tukaona kama kamati tujue ni nini hasa inaendelea kuhusu transformer. Lazima tutafute njia mwafaka ya kuona umeme umekuwa kwa watu au kwa wananchi. Wakenya na wafanyabiashara wanaotegemea huduma za umeme wamekuwa wakipitia masaibu chungu mzima kutokana na miundombinu dhaifu ya KPLC iliyozoeka. Hizi zote zimechapaka hapa ni zile transformers zimeharibika. Tunataka kujua kama zimekuwa zikidumu kulingana na muda wake, mpango wa muda wake. Kwa sababu inaweza kuwa transformer imenunuliwa leo, kesho ikaharibika. Na kwa sababu tumeitisha orodha na utaratibu ule umetumika kuzileta hapa, hatuweza kusema kama ni zimetumika vibaya au zimetumika vizuri, kwa sababu itabidi tuangalie kwa rekodi yao. Zile transformers ziko hapa ni zaidi ya 10,000. Kampuni ya KPLC imekosolewa vikali kwa kushindwa kutumia grid ya kisasa kusambaza nishati ya umeme dhabiti kwa nyumba na viwanda. Katika harakati ya kusaka suluhu mwafaka, wabunge wameahidi kuunga mkono kampuni hiyo katika juhudi zake za kutatua swala la transformer na kuboresha usambazaji wa umeme nchini. Haya yanajiri wakati serikali inaendelea kutafakari mbinu za kupunguza gharama ya umeme nchini, wakati taifa linaposukuma ukuaji wa viwanda na ongezeko la uwekezaji katika nishati mbadala. Auma Evans, runinga ya KU, Nairobi.